السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله وأصحابه وسلم. أما بعد، متابعون الأعزاء، إخواني ndugu zangu, ama baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kuzihitaji rehema na amani zake subhanahu wa subhana zimfike mbora wa umma huu ambaye si mwingine bali ni bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zanguni, ama leo nitasimamia katika maneno yake Mwenyezi Mungu pale aliposema baada a'udhu billahi minash shaitanir rajim, qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Maneno haya Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala analeta ikiwa kwetu sisi ni usajilio maalum wa Mwenyezi Mungu kutokana na kisa cha mtume Musa alayhi salam, yeye na mtu ambaye alijiita ni Mwenyezi Mungu katika dunia hii anaitwa Firaun. Sasa wakasema, ewe Musa, ima sisi tuanze kuroga ama wewe ndiye wewe wa kwanza kuanza kuroga. Subhanallah, mtume wa Mwenyezi Mungu naye wanamuona ni mchawi. Na leo tasimamia katika maneno hayo, lakini kabla sijaendelea ni kuombe. Hapo chini ya video hii kuna maandishi mekundu chini kabisa kwa upande wa kuliani mwa simu yako, imeandikwa subscribe. Yabonyeze maandishi hayo mara moja, kisha itakuja alama ya kengele, nayo ibonyeze mara moja. Kisha baada ya hapo, manake wewe na mimi tutakuwa ni wanafamilia wa channel yetu hii pendwa biidhnillah subhanahu wa subhana. Ikhwani yarhamukumullah, nipende kuambieni kwamba nianze na maelezo ya uchawi huu ninaotaka kueleza. Unaitwa uchawi wa nyayo, uchawi wa kuchukuliwa nyayo, uchawi wa kukanyaga chawi. Yani zimetegwa chawi kisha ukazikanyaga. Ndicho ambacho leo hii kwa uwezo wake subhanahu wa ta'ala anachotaka kukueleza. Lakini nianze kwa maneno kwamba yu'tabaru sihra kullu bijami'i anwa'ihi marada, kwamba wanachuoni wameenda mbali zaidi katika hali ya kuelezea tatizo hili la uchawi, ambalo ni jambo baya sana, na dini ya Kiislamu imekataza sana watu kutofanya uchawi. Na kufanya uchawi ni moja ya jambo baya sana linalomwangamiza mwanadamu. Kwa hiyo wanachuoni wanasema kwamba uchawi aina yoyote ule ni kitu ambacho kinacholeta maradhi katika mwili wa mwanadamu. Walakini indama yusaba al-insanu bimaradhi muayyan au anwa'i mutaaddada min maradhi أو أمراض تنتقل من عضو إلى عضو فهذا يكون مصابا بسحر تراب القدم. Wanachuoni wanaeleza kwamba kwa namna yote ile mtu anapopatwa na uchawi, anapopatwa na maradhi yenye kuonekana, maradhi yasiyoonekana, maradhi aina nyingi katika mwili wake, au maradhi yenye kuhamahama, leo anaumwa kichwa, kesho anaumwa tumbo, jioni anaumwa mgongo, asubuhi anaumwa miguu na kadhalika. Asilimia kubwa maradhi haya yanakuwa ni maradhi ya kichawi, na asilimia kubwa ya maradhi haya ni maradhi ya kuchukuliwa nyayo au ya kukanyaga chawi pale zilipotegwa au ulipotegeshewa, kisha ukapita sehemu zile ukaukanyaga, na hatimaye hapo ndipo maradhi hayo yakaweza kuanza. Na uchawi huu wa kukanyaga chawi
au uchawi wa kuchukuliwa nyayo yako. Pindi unapokuwa umeshatengenezwa au unapokuwa umeukanyaga, tayari kuna vitu ambavyo katika hali ya kawaida mtu anaweza akahisi kabisa kwamba kuna kitu kimeingia katika mwili wangu, kwa sababu kuna ile hali ya ganzi zinaanzia katika miguu, kama kuna kitu kinachotembea, kama wadudu fulani wanatembea wanapanda moja kwa moja katika mwili mzima mpaka katika utosi wa kichwa cha mwanadamu. Kisha baada ya hapo uchawi huu unaanza kushuka taratibu kidogo mpaka eneo husika ambalo mchawi yule amekusudia wapi uende ukakae uchawi huo na kuleta madhara katika mwili wa mwanadamu. Angalia mke wa Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, mama wa waaminio Aisha. Mama yetu huyu mke wa Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, na kupatwa mama Aisha na tatizo la uchawi alilofanyiwa, haina maana kwamba mke wa Bwana Mtume alikuwa ni mwepesi namna hiyo, bali yote hayo ni mipango yake Mwenyezi Mungu ili kutimiliza kwetu sisi wafuasi na wengine na vizazi vingine na vingine vitakavyokuja, vijue kwamba jambo la uchawi Mwenyezi Mungu amelikanya sana, lakini pia jambo la uchawi limewakuta hata wake wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ili na wewe ukija kupatwa na uchawi usije ukashangaa ukaona kama ni kitu cha ajabu, bali uchukue jitihada za maksudi za kuweza kuondosha uchawi huo kwa hurma na utukufu wake subhanahu wa subhana. Angalia, asema rawa al-Imam Ahmad fi musnadih min hadithi Amrata qalat اشتكت عائشة رضي الله عنها فطال شكواها فقدم رجل المدينة يتطبب فذهب بنو أخيها يسألونه عن وجعها فقال والله إنكم تنعتون أو تصيفون نعت امرأة مطبوبة أي مسحورة. قال هذه المرأة مسحورة سحرتها جارية لها. Maneno haya yanapatikana katika musnad ya Ahmad katika hadithi iliyotoka kwa Amrat anasema ishtakati Aisha. Mama Aisha alikuwa akitoa mashtaka, kilalamikia sana tatizo lililopo katika mwili wake, maumivu makali anayoyapata, maradhi mazito anayoyapata, shida anayoipata. Kwa akawa kilalamikia katika hali za namna hiyo radhiallahu anha. Fatala shakwaha, mashtaka yake haya au malalamiko yake haya yalidumu kwa muda mrefu. Faqaddama rajulul Madina yatatababu, lakini akatokelezea mtu mmoja kaja katika mji wa Madina. Huyu mtu yeye kazi yake ni utabibu, ni mtabibu, akawa amefika katika mji wa Madina. Basi fadhahabu banu akhiha yasalunahu an waj'iha, watu katika familia yake wakaenda kwa mtabibu yule kwenda kumuelezea matatizo alionayo bi Aisha radhiallahu anha. Faqal, yule mtabibu akasema wallahi innakum tani'atuna, hakika ninyi mnamuelezea au taswifuna, yani mnamsifia mtu mwanamke ambaye aliyerogwa, mnanielezea mwanamke ambaye aliyerogwa. Anasema hadhihi imra'atu mashura, huyu mwanamke karogwa, kwa namna ambavyo walivyokuwa kimuelezea na kwa namna ambavyo yule bwana tayari anajua mambo ya kitiba jinsi yalivyo, moja kwa moja ikawa ni ishara tosha kwamba huyu mtu kapatwa na uchawi, karogeka, karogwa. Kwa hiyo tunaona namna gani uchawi, namna gani unavyofanya athari yake. Na katika hadithi nyingine unakuta kabisa zimeeleza kwamba ni jaria nani yule mfanyakazi wake wa ndani ndiye ambaye aliyefanya kijakazi wake alifanya kazi hiyo ya kutengeneza uchawi, na uchawi ukaweza kumpata mama Aisha, na mama Aisha akawa na umwa taabani kabisa, mpaka wakaanza kutafuta namna gani ya kuweza kumtibia mama Aisha radhiallahu anha. Sasa nije kaifa yaf'alu sahir, namna gani mchawi anafanya ili wewe uweze kupatwa na uchawi kwa sababu tu ya kukanyaga uchawi ule kwa nyayo yako, au uweze kupatwa na uchawi kwa sababu mchawi kateka mchanga wa athari ya mguu wako ulipokanyaga. Sema yastaghriqu as-san'a as-sihra waqtan
tawila hasbi ahamiyatihi, kwamba mchawi huwa anatumia muda mwingi sana, anaumiza kichwa sana, namna gani huyu mtu nitamroga. Si kila unayecheka naye anakupenda, si kila anayekufurahikia basi yuko pamoja na wewe. Mwingine anatafuta kuwa karibu na wewe ili aweze kupata vifaa maalumu ambavyo anaweza kwenda kuvitengeneza ili wewe uweze kuingia katika matatizo. Mwenyezi Mungu atunusuru, Mwenyezi Mungu atulinde na balaa hilo. Kwa hiyo mchawi anatumia muda mwingi sana katika hali ya namna hiyo, hasbi ahamiyati, kulingana na umuhimu wa jambo lenyewe namna gani lilivyo. Unajua kupata nyao ya mtu wakati mwingine ni shida kidogo, inategemeana. Lakini kwa wale ambao mliopo majirani, wa karibu, mnaishi nyumba moja na kadhalika, kupata nyao ya mwenza wako ni rahisi, kwa sababu mazingira ni yale yale na maisha ni yale yale. Kwa hiyo unakuta vitu vya namna hiyo. Hata mchawi kuja kutegea chawi zake eneo ambalo unalopita, njia unazopita na kadhalika, kwake inakuwa ni vitu rahisi sana, kwa sababu anakujua. Na ndio maana Waswahili wanasema kikulacho kinguoni mwako. Kwa hiyo wala budda lahu qabla bad'i fi amalihi min isti'dadi tammi lahu min at-tahdhir al-ma'lumat al-lazimati min shakhs alladhi sayamaluhu didda, kwamba kabla hajaanza kufanya hivyo, kufanya chawi yake. Kwa hiyo mchawi atahitaji vitu ambavyo vinavyohitajika kuweza kutengeneza uchawi huo, na hapa itategemeana kwamba ni mtu maalum ameenda kwa mchawi kwenda kumuelezea kwamba mimi bwana fulani nataka aweze kurogeka. Kwa hiyo yule mchawi atahitaji baadhi ya vitu viweze kupatikana. Ama kama ni mchawi mwenyewe kwa hasadi zake tu na kijicho chake, anataka kuharibie maisha yako, kazi yako, biashara yako, uzuri wako, urembo wako, mkubaliko wako na kadhalika, akataka achukue nyayo yako. Kwa hiyo bado atahitajia baadhi ya vitu ili aweze kuvipata na kuweza kutengeneza madhara makubwa. Wa itharati shayatin khasata biistimali turabi alqadam, na hapo ndipo panapoenda kuzalishwa mashetani wa kijini ambao wataenda kufanya kazi kwa sababu ya athari ya nyayo zako zimepatikana. Kwa hiyo chawi za namna hii zinapokuwa zimekwisha patikana, uchawi ule unapokuwa umeshatengenezwa kwa kutupia nyayo yako, vikatengenezwa baadhi ya vitu kadha wa kadha kuchanganywa ndani yake, ambavyo sitaki kuvitaja katika eneo hili, lakini baada ya hapo vinakuja tena kuzikwa either katika ua wa nyumba yako, au katika makaburi, au katika majalala, au katika pembezoni mwa mito na kadhalika, na hapo madhara yanakuja kupata. Mathalan, ukiangalia katika kitabu kimoja kimeelezwa na Imamu Sha'rawi ya mama mmoja aliyepata kuwa na ugomvi mkubwa sana na mume wake. Alikuwa na ugomvi mkubwa sana, na Imam Sha'rawi akaeleza katika kitabu kinachoitwa Al-Mawsu'atu Shamila fi Tibb al-Badil. Sema yule mama alipokuwa na ugomvi mkubwa na mume wake, ikafikia pahala mume hapendwi na mke wake. Na mke anapokuwa yupo nyumbani anafurahi sana kuona kwamba mume wake yupo nje ya nyumbani, na wakati huo anakuwa anamtamania hata kumuona. Lakini mume anaporudi nyumbani tayari lile jini linakuja kumvaa, na limefanya hivyo kwa muda mrefu sana, na hatimaye Imam Sha'rawi akaweza kumfanyia kisomo yule mama. Yule mama bahati nzuri lile shetani likawa limepanda katika ule mwili wa yule mwanamke. Akamuuliza, masmuk, wewe jina lako ni nani? Akasema Marthlina, mimi naitwa Marthlina. Anasema, wewe ni mtumishi wa wachawi? Akasema, ndiyo, mimi ni mtumishi wa wachawi. Kwa nini umempata mtu huyu? Akasema, kwa sababu mimi nimetumwa na mchawi. Zimechukuliwa vitu vyake ambavyo vinavyohitajika, athari zake, miongoni mwapo ni nyayo yake, na kisha ikaja kuzikwa katika haushul bait, katika nyumba, ule ua wa nyumba ya yule mama na mume wake. Kwa kilichofanyika hapa, Imam Sha'rawi akaweza kufanya tiba zake na kwenda
kuzikua ule uchawi ambapo ulipo kwa kuelekezwa na lile jishetani kwamba mimi huwa natokea hapa kwenye markazi yangu kuu kabisa iko hapa, kisha nikitoka hapa sasa ndo naingia humo ndani nafanya vurugu kisha narudi hapa. Kwa hiyo uchawi ule ukaweza kubatilishwa na yule mama akaweza kutibiwa, yule mama akabakia kuwa katika hali iliyokuwa nzuri kwa sababu ya uchawi wa namna hizo za kuchukuliwa baadhi ya kuchukuliwa vitu ambavyo ni athari yako wewe mwenyewe. Wapo wanachukua nguo, wapo wanachukuliwa vivuli, wapo wanachukuliwa nyayo, wapo wanachukuliwa nywele, wapo wanachukuliwa nguo za ndani, wapo wanaochukuliwa vitu kadha wa kadha, sijui kucha na kadhalika. Na leo mimi naongelea kuchukuliwa nyayo yako au kukanyaga uchawi kwa kutumia kwa nyayo yako. Hapo panakuja kuzuka matatizo yaliyokuwa ni makubwa zaidi. Kwa mwanachuoni huyu anaeleza, anasema wa hadha naw'u min as-sihr qad tastamiru 'udda sanawati, kwamba uchawi huu wa mtu kukanyaga uchawi au uchawi huu wa mtu kuchukuliwa nyayo yake unaweza ukadumu ndani ya miaka mingi sana katika mwili wa mwanadamu au katika mwili wa mtu husika, uchawi wa namna hizi. Lakini pia akasema warubama qurunu tawila, na wakati mwingine unaweza kumgharimu miaka na miaka zaidi ya hivyo kwa uchawi wa kuchukuliwa nyayo ya mtu au kwa ajili ya kukanyaga uchawi, na ukaweza uchawi huo kuingia kupitia katika mguu wako na kupanda moja kwa moja katika mwili mzima, na ukahisi kama nyenyere fulani unatembea kwa ghafla kisha mpaka katika kichwa, na unasikia kama mvurugiko wa ghafla umetokea, halafu unarudi taratibu mpaka katika maeneo husika mchawi alipokuwa amekusudia. Kama amekusudia ja kutie pressure, utaenda kukaa katika moyo. Kama amekusudia afishe figo zako, utaenda kukaa katika figo. Kama amekusudia kwamba tumbo liwe linauma tu, basi utaenda kukaa tumboni. Kama amekusudia avunje nguvu za kiume au hisia za wewe na mwenza wako, utaenda kukaa hivyo kadiri alivyokusudia. Huu unaitwa uchawi wa kukanyaga au uchawi wa kuchukuliwa nyayo. Kwa tunasema waqad dhakara lana al-Qur'an al-Karim as-sihr fir'aun. Qur'ani biidhnillah subhanahu wa ta'ala imetueleza uchawi namna gani ulivyofanya kazi na namna gani Mwenyezi Mungu alivyoubatilisha wakati wa mtume Musa na adui wa Mwenyezi Mungu Firauni. Wama kanu alayhi hatta annahum lamma alqaw hibalahum wa asiyuhum khayyala li sayyidina Musa alayhi salam. Qur'ani katueleza yote namna gani yale makamba yao ya kichawi na fimbo zao za kichawi walivyozitupa na zikamfanyia takhayili mtume Musa alayhi salam. Na ndivyo hivyo na wewe utakapochukuliwa nyayo yako, Mwenyezi Mungu akulinde, au utakapokanyaga uchawi baada ya kuwa umeshategezewa, Mwenyezi Mungu akulinde, kutakuwa na takhayili za aina nyingi katika mwili wako, yani mabadiliko makubwa sana katika mwili wako. Kwa hiyo uchawi ule ukaanza kumfanyia annaha tamshi wa tataharaku, kwamba uchawi ule unatembea na unatikisika. Fakhafa Musa fi nafsihi, Nabii Musa akaogopa sana kutokana na uchawi ule. Lakini Allah Ta'ala, lakini Mwenyezi Mungu, wa huwa al-Qadir wa huwa alladhi ya'lamu kha'inatil a'yun, kwamba Mwenyezi Mungu ndio mjuzi na Mwenyezi Mungu ndiye mjuaji wa khaini za macho, wama tukhfi as-sudur, na yale yote yanofichikana katika vifua vya watu. Sajjala dhalika fil Qur'an al-Karim, Mwenyezi Mungu akaleta usajili wake wa matukio yaliyotokea kipindi hicho, na mimi nitanukutu aya moja, nasema qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa. Wakamwambia Musa,
Je, unaweza ukaanza kuroga? Sisi tuanze kuroga au wewe ndio uanze kuroga? Kwa hiyo ni aya zinazoelezea kwa wingi sana, na mwisho mahali shahid na kusudia pia anasema fa aujasa fi nafsihi khifatan Musa akapata wasiwasi wa nafsi, akaogopa, akataka kukimbia. Mwenyezi Mungu akasema la takhfi innaka antal a'la, usiogope Musa, wewe upo juu na utashinda. Kwa katika hali za namna hiyo, kwa na sisi tunasema tusiogope, tutashinda, kwa sababu bakora za wachawi leo hii nayo zinakuja na kufikishia kama hii ambayo ni mujarabu sana, inaitwa nyayo yangu. Namna gani zinavyochukuliwa nyayo, namna gani nyayo zinavyokanyaga chawi. Basi ukiipata dawa hii kwa uweza wake subhanahu wa ta'ala, itaenda kuondoshia mazonge ya aina mbalimbali katika mwili wako. Ama namna gani tunaweza tukamfahamu mtu ambaye alierogwa uchawi wa nyayo? Edha kakanyaga uchawi, edha nyayo yake imechukuliwa na kwenda kutengenezewa uchawi. Tunamjuaje au wewe utajitambuaje? Moja ya dalili ni hizi, wala nitakuelezea kwa uchache. Tunasema dhiqu sadr thumma haniqat fi lubbi au hanjara, kwamba ni dhiki ya kifuani, yani kifua kinakuwa na dhiki sana, unadhikika mno. Lakini pia haniqa, yani ile kama kudidimizwa, kukabwa, yani unakuta mtu anakabwa usingizini katika hii hanjar zake. Wa khasata athna ilayli, na mara nyingi majambo haya hutokelezea usiku. Yani utamkuta mtu anahangaika kweli kweli mpaka unasema hivi huyu amepata na tatizo gani? Na akija kuamka na amka hali ya kuwa mapigo ya moyo yanakwenda mbio kweli kweli. Hii ni dalili mojawapo ya kuweza kumtambua kwamba huyu amerogwa uchawi wa nyayo. Amerogwa uchawi kwa sababu kakanyaga uchawi. Lakini dalili ya pili tunasema sad'an shadid yantaqilu fi ar-ra'si min makan al-akhar ila al-makan al-akhar, kwamba ni maumivu ya kichwa. Mtu anaweza akawa na maumivu makali sana ya kichwa, analalamika maradhi ya kichwa, na wakati huo maradhi hayo yakianza, mpaka baadhi ya viungo vingine mwilini vinapata maumivu, vinapata kuumia, vinapata maradhi, na anahisi kabisa homa inamkamata kwa kisawa sawa. Hii ni dalili ya uchawi wa nyayo. Ama tunasema dalili nyingine, tunasema karahiyatu rajul au almar'ati 'inda muqabalati kulli minhuma al-akhar, kwamba ni karaha, kukerahika mume au mke kumkerahikia mwenzie na kutotaka kusogeleana, kama yale aliyozungumza Imam Sha'rawi. Lakini pia tunasema kwamba dalili ya tatu, dalili ya nne tunasema al-ahlamu mufzi'a wa ru'yatu al-tha'abin wal-qitt wal-kalbi wat-tiran ila al-hawa. Dalili ya nne ya mtu kumjua kwamba huyu amerogwa uchawi wa nyayo au amekanyaga uchawi, na ukaweza kumpata kuingia kuanzia katika nyayo yake kupanda moja kwa moja mpaka katika utosi wake, kisha ukarudi taratibu na kuja kukaa katika eneo husika la mtu atapokuwa akilalamikia maradhi yake. Basi moja dalili mwanachuoni huyu anasema ni kupata njozi zinazofedhehesha, ihlam almufzi'a, njozi za kufedhehesha. Au wakati wa usiku akiwa amelala akawa anaona hayawanati, wanyama wa aina mbalimbali, na hasa wanyama kama vile nyoka, akaona wanyama kama paka, akaona wanyama kama vile mbwa, akawaona wanyama kama vile bweha na tairani fil hawa, akawa anaona, anahisi anaruka usingizini, au anaona watu wanamkimbiza, ni maadui zake wanataka kumuua, kisha akajikuta anapaa angani. Hii ni moja ya dalili ya kutambua kwamba tayari uchawi umekwisha kukukamata, kukufikia, kukuingia katika mwili. Kwa hiyo kinachotakiwa ni kutafuta nusura yake, la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Na moja ya tiba hiyo mujarabu kabisa ni hii nimekuletea, inaitwa chota nyayo. Hii ni muhimu sana uweze kuipata, ili iweze kuondoshia matatizo yote ya maradhi ya kichawi yaliyosababishwa na kuchukuliwa nyayo yako, au yaliyosababishwa kwa sababu umekanyaga uchawi huo
wakati mchawi amekwisha kutegezea pahala husika ambapo unapita. Ama dalili nyingine tunasema wujudu alami fi ba'dhi ahyani fi al-ma'idda mithlu al-maghsi wat-tarabat wa nahwi dhalika. Ni mwanachuoni anaeleza kwamba ni mtu kupata maumivu makali ya tumbo na kama ule maghsi yake kunyonga inakata tumbo na kadhalika. Yani mtu analalamika tumbo linakata linanyonga. Yani wallahi watu huwa wanapata tabu sana, wanaumia sana kwa hakika. Wallahi Mwenyezi Mungu atufanyie nusura na Mwenyezi Mungu awalaani wachawi na waweze kumrejea subhanahu wa subhana. Hiyo ni dalili nyingine. Ama dalili ya 7 tunasema kuthrati shukuki wal waswas li aqalli asbabi. Ni mtu kuwa anajishukushuku mara kwa mara. Yani hata watu wao wanaongea jambo lao, lakini yeye anakuwa anahisi kwamba anaongelewa yeye. Mtu aongee jambo fulani anahisi kwamba yeye kaongelewa yeye. Lakini pia katika hali ya namna hiyo anakuwa na wasiwasi sana, hata kama kukitokea sababu ndogo tu basi anakuwa na wasiwasi mkubwa sana. Lakini pia dalili nyingine inqilabi suratu zawjat fi aini zawjiha fayaraha azawju fi aqbah sura. Ni mtu mwanamama kumuona mume wake katika sura mbaya. Au aksi tanqalb suratu zawji fi aini zawjiha fataraha qabiha la yatiqu ru'yati wala yatiqu ru'yataha. Ama nasema dalili nyingine ni mwanamume kumuona mke wake akawa na sura mbaya sana kiasi kwamba mpaka nafikiria hivi huyu mke ndio niliyemuoa mimi. Yani ukawa hutamani hata kumuona, hutamani hata kusogelee. Au mke hutamani mume wako kusogelee. Yani hata kama ni mchumba umepanga vizuri uchumba wenu wewe na mwenza wako umekubaliana vizuri, lakini kadri siku zinavyozidi kwenda ndio unamuona mbaya. Subhanallah. Unasema hivi ndio kunioa mimi? Unasema hivi huyu ndio kumuoa mimi huyu? Napita naye wapi? Hatimaye uchumba unakufa. Ni hali za namna hiyo. Ama dalili nyingine tunasema shu'uru zawji bidhiqi shadidi wa ihtinaqi idha kana fil bayt lakin idha kana kharij al bayt fa innahu yash'ur. Sema mtu anapokuwa mwanamume anapokuwa katika nyumba yake anajisikia dhiki nzito, lakini anapotoka ndani ya nyumba yake akaenda huko mbali anajisikia yuko vizuri kabisa, ana refresh. Na hii ni kutaka kama ile sihr tahjir, uchawi wa kumhamisha mtu. Yani kama unataka unapeperushwa uende mbali huko, uachane na mali zako, uachane na nyumba yako, uachane na familia zako. Hii ni hatari ndugu zanguni ikhwani. Kwa uwezo wake subhanahu wa ta'ala tutafute nusura, na miongoni mwa nusura ambayo tunaweza kuitafuta ni dawa hii ambayo nimekuletea, inaitwa Chota Nyayo. Utaweza kuipata na itaweza kukusaidia sana 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 kwa maisha yako ya sasa na ya baadaye. Ama dalili nyingine ya mtu ambaye alichukuliwa nyayo yake, ama dalili nyingine ya mtu ambaye alikanyaga uchawi uliotegezewa kwa ajili yake, tunasema ni shu'uru wakhzi fil atraf, ni kujihisi au kupata ile dalili ya ganzi. Yani ganzi inaanzia kwenye miguu, inapekecha, unakuta mtu analalamika vidole, mikono inakuwa na ganzi kwa muda mrefu sana wa maisha yake. Subhanallah. Hii ni dalili mojawapo ya kwamba wewe umepatwa na uchawi wa nyayo au wa kukanyaga uchawi. Ama dalili nyingine tunasema hafiqanul qalb au hafiqanul qalbi. Tunasema kwenda mapigo ya moyo, hafiqatu. Moyo ukao una gonga sana, unadunda sana, kana kwamba ni mtu mwenye pressure kali sana. Pressure yako imepanda sana au imeshuka sana. Lakini pia tunasema shu'uru kaana fi jasadihi nara tashta'il. Na dalili nyingine ambayo ni ya 11 hii ni ya mtu kuhisi kwamba katika mwili wake kuna moto unawaka. Yani anahisi kabisa kama lahibe, moto unawaka mwilini mwake. Subhanallah. Jamani ndugu zanguni, hii dunia ina maradhi, hii dunia ina matatizo, watu wana matatizo. Subhanallah. Akikuelezea ukimuona namna hii, wallahi mpaka moyo wa huruma unakujia, unasema ngoja nifanye jitihada chini juu, nitoe yale yangu ya moyoni kabisa nimpatie huyu aweze kupona. Kwa ile simanzi mtu unayokuwa kuipata. Subhanallah. Ama dalili nyingine ambayo ni ya 12 tunasema shu'uru tanmili fil jasadi, ni kuhisi
kutembewa na kama nyenyere, tanmili, kutembewa na wadudu mwilini, kama kuna wadudu wanakuwa wanakutembea tembea. Ama dalili nyingine tunasema an yajida almarid alaman shadida fi adwi min a'dha'i jasad, ni maumivu makali, kupatikana maumivu makali miongoni mwa viungo vya mwanadamu. Lakini ama dalili ya mwisho tunasema an yahdutha shalal li hadha al'adwi wa yantaqil ila adwi akhar, ni mtu kupata kama kupooza kwa kiungo, au kiungo kile kikasambaza upoozo ule katika viungo vingine. Kwa umechukuliwa nyayo kwa kichawi na kwenda kurogwa kichawi, au hii ni dalili ya kuwa umekanyaga chawi ambazo zimetegezwa na mchawi, na hatimaye wewe zimekuja kupata, na hatimaye maradhi yamekuwa ni maradhi, shida imekuwa shida, mama yetu anaumwa, baba yetu anaumwa, dada yetu anaumwa, au shemeji yetu anaumwa, na kadhalika na wengineo kadha wa kadha. Nusura mimi nimejitolea kwangu mimi, kwako wewe ni dawa hii muhimu sana. Kama utaweza kuipata itakuwa ni mujarabu sana kwa matatizo yote ya kichawi yaliyopo katika mwili wa mwanadamu. Ikhwani, ndugu zangu, nipende kukuambieni ya kwamba mimi mibalaghtu risal, nimefikisha ujumbe wangu na nimefikisha ile amana ambayo Allah tabaraka wa taala kanifunza na kaihazini katika moyo wangu, na mimi nakufikishia kwa utaratibu maalum kupitia wanawazuoni, namna gani wao walivyoelezea chawi za aina mbalimbali zinazowasumbua wanadamu. Ikhwani, kabla sijakuaga, nipende pia kukwambia ya kwamba utaratibu wetu bado unaendelea katika kituo chetu cha Nyumba ya Tiba na Dua, kufanyiana ruqya maalum, ruqya za sheria kabisa kituoni kwetu pale, kila siku za Jumapili na Jumamosi. Wewe ambaye una mitihani, una maradhi, una magonjwa, una matatizo, una nuksi, una mikosi, dhiki ya kimaisha, biashara haziendi, sijui unatafuta kazi, unatafuta mume kuolewa, basi tukutane siku ya Jumapili au siku ya Jumamosi. Siku hizi mbili ni maalum kwa ajili yenu, na mimi nimejitolea maalum, sihitaji senti hata ya mtu mmoja. Ruqya hizo zinaanza saa 2 mpaka saa 3:30 au saa 4 tunakuwa tumekwisha maliza. Gharama yako ni wewe kuja kulipia daladala kuja mpaka kituoni kwetu. Sisi tunapatikana Dar es Salaam, Mbagala, Chamazi. Umepanda gari ya Chamazi, mwambie kondakta nishushe kituo kinachoitwa Kanisani au karibu na viwanja vya Muhimbili. Ukishashuka hapo, chukua bodaboda, mwambie nipeleke kwa Sheikh Hamisi Suleimani. Ni maarufu sana 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 kwa kazi yangu ambayo inavyoonyesha khairi kubwa sana kwa waja wa Allah. Namshukuru Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala, na Mwenyezi Mungu atujalie khairi mimi na wewe tuweze kufanikiwa kwa uwezo wake inshallah. Lakini pia hapo chini ya video yako kuna kuliani kwako hapo kuna maandishi mekundu yameandikwa subscribe. Yabonyeze maandishi hayo mara moja, kisha itakuja alama ya kengele nayo ibonyeze mara moja. Hii maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba mimi na wewe tuendelee kuwa wanafamilia wa channel yetu hii pendwa, na kila zuri litakaloletwa katika channel yetu hii, basi mimi na wewe tutakuwa kwanza kufikiwa na taarifa hiyo na kuweza kuiona kwa uwezo wake subhanahu wa subhana. Inshallah nikuage kwa kusema wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.